Bila shaka hujambo mtazamaji wa Bwigane TV na karibu sana bwana, kutoka visiwani Zanzibar, sehemu ambapo utakwenda kuchezwa mchezo wa dabi ya Kariakoo, lakini wapo wanaoita huu ni muungano dabi baina ya Simba dhidi ya Yanga. Moja kwa moja tunakwenda kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Emmanuel Mwayombo. Tukizungumza naye kwa njia ya simu, yeye anatupa tathmini kuelekea katika mchezo wa hapo kesho utakaochezwa katika uwanja wa New Amani. Emmanuel Mwayombo. Naam. Uko vizuri ndugu yangu? Walipata vyema? Na kupata vizuri kabisa kutokea hapa visiwani Zanzibar. Naona Bwigane TV mmetia kambi hapa. Bwigane TV bwana, tumetia hapa kambi kwa ajili ya kuhabarisha umma kuhusiana na ile ambayo yanaendelea katika michuano hii ya Muungano Cup, na rasmi bwana, wekundu wa Msimbazi wanakwenda kukutana na Yanga. Tukasema tupate angalau maoni yako kuhusiana na mchezo huu. Nadhani utakuwa ni mchezo wa aina gani? Nafikiri itakuwa ni mechi ngumu na yenye ushindani mkubwa sana, kwa sababu zinakutana timu mbili ambazo zina wachezaji bora. Unajua wakati huu unapoizungumzia Simba ama unapoizungumzia Yanga, timu zote mbili zimekuwa na wachezaji wakubwa. Yaani hakuna mtu mnyonge. Zamani ulikuwa ukihitaja Simba kwa Yanga, ulikuwa unaona kabisa mbona Simba wanaingia kinyonge hivi. Lakini sasa hivi hali imebadilika. Hata mashabiki wa Yanga ukikutana nao ama wadau wa Yanga, huwezi kuona wanaongea kama walivyokuwa wanaongea hapo awali, kwa sababu wanaamini Simba na wachezaji wazuri. Safari hii wao timu yao ina wachezaji wazuri, kwa hiyo atakayekuwa na mbinu bora, maandalizi bora na bahati pia siku ya mchezo, atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuibuka na ushindi. Unajua kwenye football kuna wakati unaweza kuwa na timu nzuri lakini unashindwa kuchukua mataji. Mpira upo hivyo. Ama wakati mwingine unaweza kuwa na timu ya kuunga. Nitakupa mfano Chelsea 2012 na Bayern Munich walikutana finali. Kila mtu alikuwa anaamini Bayern Munich bingwa, lakini matokeo yake Chelsea ikachukua ubingwa. Bayern Munich alicheza mpira mkubwa, alipiga miamba mara kadhaa, akafunga bao la kuongoza dakika 83, lakini Chelsea wakarudi mchezoni dakika za jioni wakashinda kwa penalti. Mpira ndio ulivyo. Bayern walipata penalti dakika za kawaida zile za kucheza, wakakosa. Football ipo hivyo. Kama haipo kwako tu. Kwa maanisha hii ni finali. Finali lazima mshindi apatikane. Mechi za ligi ama za pointi mtatoka sare dakika 90. Baada ya dakika 90 mtasambiana tu, bwana wewe ulibahatisha sare, lakini hiyo mechi ya kesho ni lazima mtu alie, iwe Simba au Yanga. Yaani ni lazima mtu alie kesho. Mmoja alie, mwingine afurahi, maisha lazima yaendelee kutoka hapo. Bwana Hussein, kama mchambuzi, kwa namna ambavyo umeiona Yanga imecheza nusu fainali na Simba ilivyocheza nusu fainali, kwako wewe yupi unampa nafasi ya kulia na yupi unampa nafasi ya kucheka? Yaani mechi za Simba na Yanga kaka, sio mechi ambazo utaamka leo ukasema bwana Yanga kwa kuwa alicheza vibaya mechi zake zilizopita atacheza vibaya kesho. Sio kweli. Mechi za Simba na Yanga ni mechi ambazo huwa zinakuja na kitu tofauti kabisa. Mfano ile dabi ya kwanza kwenye ligi ile ambayo walikutana hapo katika huo uwanja wa New Amani Complex, watu wengi walikuwa wanaamini Yanga atashinda kutokana na nini? Ana rekodi ya kufunga sana Simba. Lakini baada ya mechi kwanza dakika 20 tu ikaonekana sasa Yanga ndo anautata mpira, Simba amechukua mpira muda wote. Dabi kaka zitabiliki. Japokuwa New Amani Complex, licha kuwa Simba wao wanasema wanataka kucheza Zanzibar, lakini ukifuatilia historia kwenye michuano finali nyingi ambazo zimechezwa Zanzibar, Simba amekuwa na bahati nazo sana dhidi ya Yanga kwenye mapinduzi, hasa kwenye kombe la mapinduzi kipindi kile. Amekuwa na bahati ya kushinda kwenye huo uwanja, lakini hiyo ilikuwa ni zamani. Tunayozungumza ni nyingine, ni kesho, ni wakati mwingine. Na tunapozungumza wakati huu ni kwamba Simba ana mechi 7 mfululizo hajapata ushindi dhidi ya Yanga. Ina maana Simba ni kibonde wa Yanga. Umesemaje Mwayombo? Umesema Simba ni kibonde wa Yanga. Kwa nini? Ni kibonde wa Yanga kwa sababu katika mechi 7 zilizopita Simba ameweza kupoteza michezo 6. Na katika hiyo michezo 6 amefunga goli moja tu, kama unakumbuka. Amefunga magoli mawili. Alifunga 5-1, alifunga goli moja, akafunga goli lingine wakati wamefungwa 2-1 na Fred Copeland akafunga goli. Zaidi ya hapo amekuwa akipigwa 1-2, 2-2 hadi kaja kutokea ile bila ya juzi. Umeelewa? Kwa ina maana
Simba wanaumiza kichwa ni jinsi gani watafuta uteja kwa Yanga. Yanga wanaumiza kichwa ni jinsi gani wataendeleza ubabe kwa kikosi hiki cha Simba. Kwa ndo utamu wa hii mechi unakuja hapo kanga. Yaani sio mechi ambayo wewe leo utasema Simba moja kwa moja amefunga, no, utakuwa unakosea. Ama ukiamka tu unasema Yanga leo moja kwa moja atashinda, no. Ila mimi kinachonivutia sasa hivi ni ushindani, kwa sababu angalia upande wa Simba kuna yule Asset Gola, kuna jamaa anaitwa Lebase Gay. Wale jamaa wamekuja kubadilisha Simba kwenye safu ya ushambuliaji. Clatous Chota Chama amekuja kuongeza akili kubwa kwenye ile timu. Ukuje Yanga Pacome Zouzoua, Prince Dube, Mudasiri haya baba, Yuka Abuya wanafanya vizuri sana. Kwa sasa huo ushindani, yani mchezaji mmoja mmoja, unaona timu zote mbili zina wachezaji wa kale sana. Kwa hiyo hawa wachezaji wa kale watazisaidia sasa timu zao. Yaani kesho ndio wanataka kuonyesha ubora wao. Yaani ile basi gani kama anataka kijiji, anataka fame Tanzania, anataka kuwa maarufu kama hata na Skapina hapo. Kesho anatakiwa kufanya vizuri, Asset Gola afanye vizuri kwenye hii mechi. Funga goal, assist, Shaini, Nio Maema, watu wanamzungumza sana kwa karibuni, lakini nakwambia mechi kubwa ya Shaini. Sasa kesho anatakiwa kuonyesha ubora wake, mpata nafasi onyesha ukubwa wako wewe ni mchezaji mkubwa ukita Mamelodi, unajua Mamelodi ni timu kubwa. Onyesha ukubwa wako. Rushin De Reuck alipata umaarufu kwenye mechi ya Simba na Yanga. Simba alifungwa 1-0 ile mechi. Lakini Rushin De Reuck aliperform, aliyokuwa michomo zaidi, yani ilikuwa mipira zaidi ya 4 ambayo ilikuwa Yanga walikuwa na faida ya kufunga bao. Na baada ya pale hata watu wa Yanga wenyewe wakasema huyu mlinzi leo hii amekuwa gumzo. Sasa labda Mwayombo, mchezo huu mara baada ya kuisha kutakuwa na mchezo mwingine wa dabi ya tarehe 3. Unadhani kuwepo kwa dabi ya tarehe 3 kuna namna ambavyo inafanya huu mchezo kuwa mwepesi kiasi chake, ama kuna timu huenda ikawa inapunguza makali ili kuongeza nguvu zaidi kwenye ligi? Hapana. Yaani huo mchezo ndio utasababisha ile dabi ya tarehe 3 iwe ngumu zaidi, kwa sababu hapo wanaviziana. Kuna mmoja anataka mpige mwenzie, kisha mpige mwenzie aanze kutengeneza mipango ya kumpiga na mechi ijayo. Kuna yani hiyo mechi ya leo, matokeo ya leo kesho ndio atakayoamua na matokeo ya mechi inayofuata. Yaani matokeo, mfano Yanga kashinda leo, sawa? Atakuwa na nafasi kubwa sana ya kushinda tarehe 3. Hata Simba kashinda leo. Simba kishinda leo atakuwa na hamasa kubwa ya kusaka ubingwa, kwa sababu kama atashinda leo atajua sina mweza, nitakuwa nyumbani Samuyo. Nikimpiga tena gap la point linabakia 3. Umeona? Zikibakia hizo point 3 hizi anaweza kaangusha pointi. Kwa hiyo ni ile yani hamasa kubwa ambayo imekuja kutengenezwa wakati huu. Ni hii mechi ya Zanzibar hii. Itakuwa na maneno mengi sana, mimi naamini. Na ni mechi ya kujiuliza kwa Yanga, kwa sababu Yanga kwa siku za karibuni hatuje kuona amezidiwa na Simba. Lakini mechi iliyopita ambayo watu wengi walikuwa wanampa nafasi Yanga kufanya vizuri, ni Amani Complex na Kasini, Yanga alikuwa na on target moja, maana Yanga alizidiwa kila sehemu. Simba walikamata eneo la kiungo, walikuwa wanacheza wanavyotaka kwenye ile mechi. Na kwa siku za karibuni, kwa nimekwambia, kwa sababu Simba wana wachezaji wengi hapo wana uwezo kukutana mpira, kwa kweli wanao wengi sana kwenye timu yao. Kwa maana hiyo Simba, kwa maana hiyo Mwayombo, Simba wana wachezaji bora kuliko Yanga? So Simba wana wachezaji, timu zote mbili zina wachezaji bora kaka. Yaani isipokuwa aina ya uchezaji wa hizo timu ni tofauti. Simba ina wachezaji wanaopenda kukana mpira na wana uwezo wa kuutunza. Yanga mtu ambaye 100% anaweza kutunza mpira ni Pacome Zouzoua peke yake. Timu nzima huwezi kuniambia Alan Kilo autunze mpira. Umeelewa? Leo hii huwezi ukamwambia Mudasiri atunze mpira, lakini Simba ukienda Lebase Gay anatunza mpira, Chama anatunza mpira, unakuja Asset Gola anatunza mpira, unakuja Ino Wemba anatunza mpira, Elim Panzo anatunza mpira. Ina maana wakiwepo uwanjani, hiyo timu lazima itakuwa na nafasi kubwa ya kumiliki mchezo. Kwa sababu ina watu ambao wanajua kukana mpira. Yanga ina watu ambao wana one touch, yani anagusa mmoja na achia, anagusa mmoja na achia. Isipokuwa timu ikitaka kukana mpira inabidi mtumie mtu kama Pacome Zouzoua au kile Clement Zize alikuwa anaweza pia kuficha mpira kama na kazi. Sasa tutamatishe Emmanuel, kutokana na muda wetu. Labda unaona huu mchezo ukienda katika hatua ya matuta? Penalty inawezekana. Hiyo pichi yenyewe ni Amani
complex ni ndogo. Kwa hiyo hata uwezo wa kutengeneza nafasi hauwezi kuwa mkubwa kama ukiwa katika dimba kubwa kama la Benjamin Mkapa. Ndio mtu akiamua kuzuia hapo kumfungua ni kazi ngumu sana. Sitashangaa wakienda penalti, na pia historia inaonyesha kuna mechi nyingi finali za nyingi wanacheza hapo walikuwa wanaenda kupigiana penalti. Kwa hiyo haitakuwa ajabu sana wakienda kwenye penalti. Na kwa namna unavyozijua hizi timu mbili, nani yuko vizuri kwenye penalti? Kwa siku Simba imekuwa vibaya sana kwenye penalti. Nani amekuwa vibaya? Simba. Kwa siku za karibuni. Nimesikia Simba imefungwa, unajua finali nyingi tu hapa, ama kwenye michuano mingi imetolewa kwa penalti. Na juzi tu hapo nakumbuka leo kutolewa na Mashujaa kwa penalti. Kama unakumbuka. Simba ashatushamuona anatolewa kombe la shirikisho kwa penalti pia. Alifunga Al-Masry msimu uliopita. Lakini yani ukitaka kuangalia kwenye kupigana penalti katika mechi 5 ambazo wamepigana penalti, Simba ameshinda moja tu. Imeacha sasa kurekodi. Yani penalti, lakini huwa hazina mwenyewe. Watakavyoamka kesho. Inawezekana Kasali akawa kwenye ubora wake akafanya yake, lakini tusubiri tuone. Mimi nikushukuru sana Emmanuel Mwayombo. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya kabumbu, nasi tuko hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kukuhabarisha kile ambacho kitaendelea hapa. Nikumbushe tu kwamba kwa wewe ambao unahitaji kusafirisha mizigo yako kwa njia ya meli, kwa maana pia njia ya anga kwa maana ya ndege, ama kwa njia ya magari, basi fika SAS Logistics, ndio sehemu sahihi kabisa. Wao wana uzoefu wa muda mrefu kwenye kusafirisha bidhaa na mizigo mbalimbali, lakini pia wanafanya customer clearance kwa maana ufuatiliaji wa mizigo bandarini, ikiwa ni pamoja na kuhifadhi mizigo katika warehouse. SAS Logistics wanapatikana jijini Dar es Salaam, ama chukua namba hapo chini kwa ajili ya kupata huduma kutoka kwao. Hii ni Bwigane TV, langu jina naitwa Hussein Bori, mtoto wa Matipwili. Nyuma ya kamera alikuwa hapo Atanas Kapina.